Wana wa Mungu, ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo, majeshi majeshi. Mimi kwa majina ni Dr. Eric Shaw, katibu mkuu wa kanisa la Glory of Christ Tanzania au nyumba ya ufufuo na uzima. Kama tulivyokwisha kuwafahamisha kupitia mifumo yetu rasmi ya taarifa, mnamo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu 2025, serikali ilisitisha huduma ya kanisa letu. Idadi kubwa sana ya washirika wetu kote nchini wamekuwa wanaulizia kuhusu ibada ya kesho ya Jumapili. Kwa sababu hiyo, kwa niaba ya Baraza la Maaskofu wa Ufufuo na Uzima UEC, naomba kutoa maelekezo yafuatayo. Siku ya Jumapili ya kesho, tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2025, hapata kuwa na ibada kwenye makanisa yetu yote ya Glory of Christ Tanzania yaliyoko Tanzania. Kwa hiyo kila mshirika wa kanisa letu afanyie ibada nyumbani kwake. 2. Ninafahamu kwamba kwa mujibu wa ratiba ya kanisa letu kuna mambo mengi yalitakiwa kufanyika siku ya kesho, kama kufunga ndoa, ubatizo, ibada za meza ya Bwana, ibada za kubariki watoto na kadhalika. Matukio yote haya yanaahirishwa kwa siku ya kesho mpaka tutakapowafahamisha tena. Namba 3, ninawaagiza maaskofu wa majimbo yetu makuu yote 8 ya Tanzania, maaskofu wa majimbo yote 33, waangalizi wa divisheni, makuhani wa sehemu, waamuzi wa maeneo na walawi wa vituo wa Tanzania kutekeleza maelekezo hayo hapo juu kwa bidii. Ninamwagiza pia mkuu wa utawala na fedha kuwafahamisha wakurugenzi wa utawala na fedha wa majimbo yetu yote na wakuu wa idara kusimamia utekelezaji wa agizo hili kwa bidii kwenye majimbo yao yote. Maelekezo haya yanahusu makanisa yetu yaliyo Tanzania. Makanisa yetu yaliyo nje ya nchi yaendelee na taratibu zake kama zilivyopangwa. Asanteni, Mungu awabariki, na ningependa kuwatia moyo kupitia andiko kutoka katika Biblia takatifu, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58. Maandiko matakatifu yanasema, ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Asanteni, naomba maagizo hayo yazingatiwe kwa bidii. Amen.